Leo tuko mahali hapa katika mahafali ya watoto wa top class ambao wanatarajiwa kujiunga na darasa la kwanza kwa mwaka 2026. Tunapenda kufurahi sana na tunachukua nafasi hii kuwashukuru wazazi kwa kutuunga mkono. Tumekuwa na watoto kwa takriban mwaka wa 3, wameanza baby class, middle class na hatimaye tumemaliza top class. Watoto ambao wameweza kufanikiwa kugraduate kwa siku ya leo ni watoto 68, kati yao wa kiume ni 33 na wa kike ni 35. Tunamshukuru Mungu kwa kumaliza salama mahafali haya. Kikubwa ambacho tunatoa wito kama shule, kwanza kabisa kuendelea kuwasihi wazazi waendelee kuwalinda watoto, waendelee kuwachunga. Tunaamini sasa hivi tunaenda katika mwisho wa mwaka, tunaenda katika likizo hizi za mwisho wa mwaka. Wazazi watakuwa na watoto wao majumbani. Tunaomba ulinzi juu ya watoto, tuweze kuwa makini na watoto wetu. Tumetoa wito katika mahafali haya, tuendelee kudumisha amani katika nchi yetu ya Tanzania, tuendelee kuwalinda watoto wetu dhidi ya ukatili ambao wanafanyiwa. Lakini tumetoa pia elimu kwa wazazi kuendelea kukaa na watoto kwa ukaribu, kuwasikiliza changamoto zao mbalimbali. Watoto wana mambo mengi, watoto wanahitaji muda zaidi kwa wazazi wao, lakini wazazi wamekuwa bize, wazazi wamekuwa wanakimbizana na maisha, wanasahau kukaa na watoto. Kwa hiyo tumewatia moyo wazazi watenge muda wasikilize watoto, waweze kuwasaidia kwa ukaribu zaidi. Tuko tayari kwa mwaka wa masomo 2026, tunawakaribisha sana. Shule yetu inapokea watoto kuanzia darasa la awali kwa maana ya nasari mpaka darasa la 6 mwakani, ambako tunategemea watoto wetu wataingia darasa la 6. Shule imesajiliwa na iko katika mtaala wa English medium. Tunakaribisha wazazi mbalimbali muweze kujiunga na shule yetu, lakini bila kusahau tuna matawi mengine. Tuna shule ya daycare center, kituo cha kulelea watoto wadogo mchana kilichopo Ulongoni B, na pia na wao wameweza kushiriki kwa siku ya leo kwa ajili ya kuwaaga watoto wa top class. Dunia sasa hivi inakwenda kwa kasi sana, kiasi cha kwamba tusipowashikilia vizuri na kuwapatia ulinzi watoto wetu, basi ipo hatari ya watoto hawa kupoteana huko mbele. Tunaelekea kwenye kipindi cha likizo, watoto wanakuja nyumbani. Naomba tutumie muda huu sisi kama wazazi wa kukaa na hao watoto kwa muda mrefu, kukaa nao, kuwaelekeza, kuwasimamia na kuwajengea tabia njema, lakini mwisho wa siku wawe wananchi wazalendo kwa taifa lao hili la Tanzania. Hai, ndugu zangu, tutumie fursa hii ambayo wakurugenzi hawa wametuletea hii shule kwa ajili ya kuwaendeleza watoto wetu. Mimi naomba sana leo tuweke malengo ya kuongeza wanafunzi. Kwanza nawapongeza sana wakurugenzi, hii nimesoma risala hapa, mlianza na mwanafunzi mmoja. Leo hawa 68 wanahitimu, lakini nimeuliza hapa idadi ya wanafunzi wote wa shule nzima wako wangapi? Nimeambiwa wako zaidi ya 300. Naomba tuwapigie makofi wakurugenzi hawa. Hongereni sana. Nitaka nikumbushe hilo, tukumbushane hilo kwamba tuna wajibu wa kupambana na ujinga na kuwaunga mkono hawa wakurugenzi ambao wamekuja kutujengea hii shule. Kwanza na mimi nimefurahi sana, ni mara yangu ya kwanza kufika kwenye hii shule, lakini nimefarijika sana na mazingira ya shule ilipo. Shule nyingi zipo kule mjini, makelele ni mengi, wanafunzi wanashindwa kuconcentrate kwenye masomo yao. Lakini mazingira ya shule hii, mtoto akishindwa basi kwa sababu tu nyingine, lakini mazingira kweli ni mazuri sana kwa ajili ya kusomea, kujifunza na kuelewa vizuri. Jukumu la kuwaunga mkono. Maana nimesikia kwenye risala, changamoto iliyokuwepo ni kwamba shule haiungwi mkono inavyotakiwa ili mambo yakae sawa sawa. Na mimi kwa kweli labda nitoe mawazo kwenye hili. Wadau wa kwanza ambao wanatakiwa kuwaunga mkono ni sisi wenyewe, sisi wazazi. Sisi wazazi tujitahidi kuwaleta watoto kwenye shule hii, lakini pia kuna watoto wengine kule nyumbani. Kuna ndugu zetu, kuna majirani zetu, kuna marafiki zetu wana watoto, wawaleta watoto kwenye hii shule. Kwa namna moja au nyingine tutakuwa tumewashika mkono wenzetu hao wa Fahari Elite School. Mategemeo yangu na matarajio yangu ni kwamba mwakani watoto hao wote watakuwa hapa kwa darasa la kwanza. Sio wazazi? Au sio wazazi?
Asante sana kwa kuniunga mkono. Wanafunzi wetu wameendelea kuonyesha umahiri mkubwa darasani kuanzia chekechea mpaka darasa la 5, na kwa upande wa darasa la 4 wanafunzi wetu wa darasa la 10 mwaka 2024 walifanikiwa kufanya mtihani wa taifa na kupata daraja A bora. Pia kama shule, wanafunzi wetu wameweza kufanya mitihani mbalimbali ya kujipima kama vile mitihani ya ujirani mwema, joint, mokukata, wilaya na mitihani ya taasisi mbalimbali, na wameendelea kuonyesha umahiri mkubwa kwa shule kuendelea kufanya vizuri. Shule yetu pia imefanikiwa kufanya mtihani wa taifa wa darasa la 4 kwa mara ya pili tukiwa na wanafunzi 16, na tunatarajia kupata matokeo mazuri sana. Tumefanikiwa kuendeleza programu ya TEHAMA, yani teknolojia ya habari na mawasiliano, kwa kutumia kompyuta kwa nadharia na vitendo. Pia shule yetu inaendelea na ziara za kitaaluma, na kwa mwaka huu tumefanikiwa kutembelea mbuga za wanyama Saadani, kutembelea kituo cha ITV katika kipindi cha watoto Shangwe, pamoja na kutembelea Kunduchi Beach kwa ajili ya kusoma kwa michezo. Aidha, ziara hizi za kitaaluma ziko kwa lengo la kuongeza ujuzi na maarifa. Ndugu mgeni rasmi, shule yetu kwa kuzingatia mtaala ulioboreshwa wa serikali, tunatoa elimu ya vitendo na kurithisha ujuzi kwa wanafunzi kwa kuwafundisha masomo kama vile kilimo cha bustani, utunzaji wa mazingira, ushonaji, upishi, utengenezaji wa sabuni, keki na mafuta ya kujipaka. Kitaaluma tunatarajia kuanzisha somo la lugha ya Kifaransa na Kichina. Kimichezo, ndugu mgeni rasmi, shule yetu imefanikiwa kushiriki katika michezo mbalimbali na shule za jirani kwa lengo la kuimarisha mahusiano mema. Shule imekuwa ni sehemu ya kushiriki maadhimisho ya sikukuu ya mtoto wa Afrika inayoadhimishwa tarehe 16 mwezi wa 6 kila mwaka kwa ngazi ya kata, wilaya na mkoa, kwa kupitia kikundi chetu cha ngoma ya asili maarufu kwa jina la Makirikiri. Shule kwa kushirikiana na wazazi imetekeleza mpango wa serikali wa ukataji bima za afya za NHIF mashuleni. Tumefanikiwa kuratibu zoezi hilo kwa mwaka huu 2025 na takribani wanafunzi 46 wamepatiwa bima zao. Zoezi hili ni endelevu na gharama ya kuchangia kwa mwanafunzi mmoja ni shilingi 50,400 tu.